Mama. Niaje? Nzuri. Ani hata kiketi na inataka ikatae kusonga nikae karibu na wewe hapa. Nataka karibu na mimi. Mama kutulia tu peke yako kule. Wewe. Naona mawazo yako iko mbali. Pole lakini. Mbona naona ni kama unahuzunika bado. Pole sababu gani? Si kwa sababu umepoteza bwana wako. Kupoteza bwana wangu. Bwana wangu ama baba yako? Si ndio sasa si ni baba yangu lakini si hata kama ni baba yangu si ni bwana wako. Yaani wewe uko tu? Sasa si ni baba ni bwana yako. Wewe una uzuri wote baba yako ametuondokea? Sasa si unajua hata kama ameondoka, ameenda zake. Ameondoka ameenda zake. Mimi najua yenyewe ulikuwa unampenda sana lakini usijali mama. Mimi niko. Mimi nimebaki. Mimi ndo kijana wake, sasa nimebaki. Wewe usijali mimi nitakuunda kuchunga tu. Wewe siko kama bwana yangu. Wewe fanya kama baba yako. Wewe ulikuwa unampenda sana? Sana. Wallahi. Uongo mama. Wewe uko unapenda baba yangu. Uko unampenda. Kwa nini mimi nasema uko unampenda? Sio siku nyingine uliona hapa mkipigana hapa. Mlipigana kabisa mpaka ukatoka hapa kama umefura sura. Alafu ukarudi ukasema ukatoroka hiyo siku. Hiyo siku ulitoroka usiku ukaenda kweli. Ukasema hata ukikufa leo sitakuja kukuzika. Lakini wewe ni mtoto. Mimi ni mtoto? Na wewe bado hujaoa. Sasa hujui mambo ya ndoa. Si ati tukipigana hatupendani. Tukitukanana hatupendani. Ungali mtoto. Ile siku utaoa ndio utajua. Saa hizi akili ni ya mtoto tu kabisa, hata hakuna kitu naweza kueleza. Hakuna. Lakini ukweli mama, acha nikuulize hivi. Saa hii mama unahuzunika ati bwana yako alikufa. Ati unahurumisha hapa kabisa usuri huruma. Wewe huzuniki babaka amekufa. Yeye amekufa, si yeye amemaliza safari yake. Mimi sasa nimebaki, sasa ndio nimebaki wewe keti sasa. Wewe nimekalisi ndio keti yake nimekalisi. Sasa ndio alikuwa kutoka kila kitu, wewe utatoka. Sasa si mimi nitakula kwanza ile yenye aliwacha. Lakini sasa ukweli ni kwamba mama, wewe unasema kwamba ulikuwa unapenda baba yangu. Na ni uongo. Na wacha nikuulize hivi. Ile kitu si wewe siku mlipigana naye mpaka ukaamua ukatoroka. Na wae kwa nini? Ndio wapi tukipigana? Venye mlipigana mpaka ukatoroka. Si ulibaki ukasema kwamba huyu mzee yako ni shetani. Na ukasema kwamba hata akikufa wewe hata utakuja kumaanisha tupendane. Na sasa mimi nashindwa hivi. Kwa sababu mpaka hata hiyo siku mlikosana, mpaka hata wewe hata mkachukiana kabisa. Mpaka hata mkionana na yeye ni mafuta na maji. Ilikuwaje? Siku ya matanga ambayo ilikuwa ni juzi. Mimi nimeona wewe umesimama wakati ulipewa nafasi ya mjane kusimama kuongea. Wewe umesimama ukasema kwamba ati mimi na bwana yangu tulikuwa tunapendana sana chanda na pete. Mimi nilimpenda. Alikuwa roho yangu. Hata sijui nilikuwa nampenda zaidi kama lollipop. Ndio sasa kwa marriage wapiga nao ndio wapenda nao. Ai mama. Hiyo mama hiyo mimi nakanusha hiyo. Si sema alinipiga wapiga nao ndio wapenda nao. Mimi nakanusha hiyo. Kuna kitu kidogo tu mnaweza kosania. Lakini hiyo si ilikuwa kila siku. Lakini hiyo si kumaanisha amupendani. Ukweli? Lakini mimi nakanusha hiyo. Kwa sababu mbona wakati ile siku utaoa ndio utakanusha na kufafanua yote. Mbona wakati sasa ile mtu ni mkufi ama mtu amekufa? Sasa hiyo ndio story imekuleta hapa. Anarudi anakuwa mtu mzuri kwa watu. Hiyo mimi nataka nijue leo. Kwa sababu hiyo mimi nimeona ni example kutoka kwa baba yangu. Baba yangu amekuwa hapa hivi mkipigana naye makofi, mkilimana naye mangumi na mateke. Lakini wakati amekufa pale hivyo, mimi sikuwa na mtoto akisimama juu akisema ati baba yangu alikuwa mbaya. Hata wewe mwenye alikupiga hapa mpaka unaona bado umefura mashavu. Lakini bado unasema baba yangu, ati bwana yako alikuwa mzuri. Kwani mtu akikufa anakuanga mzuri? Mbona sasa hiyo ndio inafanya yani mnalazimishanga mtu hata kama alikuwa ni muuaji, hata kama alikuwa ni mwizi, anarudi anakuwa mzuri. Kwani mkufi, mtu maiti anafikanga anakuwa mzuri dakika ya mwisho. Sawa. Sasa sikiza nikueleze. Ni kwa nini mtu akiwa amekufa, hakuna siku mtu atasema alikuwa mbaya. Hata kama mimi hapo ningesema alikuwa ananitwanganga, alikuwa ananipiganga, ninafura, ninaenda kwetu, ninarudi. Haiwezekani. Kuna matanga umeshaenda hata unasikia yenyewe kweli ule alichomwa na tairi alikuwa mwizi. Ushaisikia hata watu wakisema kabisa kweli huyu mtu alikuwa mwizi. Sasa ndio nataka nikuelezee, mtu akikufa mambo yake inakuanga imeisha. Imeisha kabisa. Useme mbaya, useme nini, hakuna, inakuanga imeisha kabisa. That is why unaona watu wanasema alikuwa mzuri, alikuwa anatusaidia, alikuwa anafanya nini? Cause mambo yake imeisha. Hakuna siku atarudi tena. Hiyo ameenda akienda hivyo kabisa. Utawahi muona hata kama alikuwa kuombe, utawahi muona amekuja kwa mlango wako kukuomba. Hakuna. Ndio unaona watu hata kwanza watu wanajitokezanga kwa wengi sana. Sasa zile kuna mtu mwenye amekufa. Kuna mazishi mahali watu ni wengi
wamekuja pale kuomboleza pamoja na nyinyi, kuwasaidia kuomboleza, kwa sababu ule ameenda na hata wahi rudi tena. Sasa hivyo ndio unafaa ujue. Kufi ni mtu mzuri. Mimi wacha nikwambie hivi. Si tunasemanga ogopa Mungu. Na uepishe shetani. Baba yangu alikuwa mbaya. Kwa sababu alikuwa anakupiga. Sijui mlikuwa mnapigania nini, lakini alikuwa anakupiga. So pale bongo sio mzee yeye alinipiga. Mtu kama ni mwizi. Mama nisema alinipiga. Ilikuwa tu makosa, maybe kuna mahali tujaelewana mzuri. Mtu kama ni mwizi. Mtu kama ni mwizi, hapaki kuwa mwizi. Mtu kama ni jambazi, hapaki kuwa jambazi. Sio hata ile lakini anataka kuwa jambazi, lakini haitasemekana kwa mkutano alikuwa jambazi. Hakuna. Mimi siwezi kubaniana. Mimi nitasema ukweli. Ama aliuawa akiwa ameenda kuiba, hapana. Mimi afadhali wako nipatia nafasi. Wangenipatia nafasi pale. Mimi ningesema vile babangu alikuwa. Mimi siwezi hadi kwani ni uongo. Kwani ni siri kusema alikuwa hivi. Baba yangu alikuwa shetani kivyake na nimeenda. Na ukijua baba yangu hakuwa mtu mzuri. Yaani wewe hakuna siku utakuwa tu mtoto mzuri. Hakuna siku utakuwa tu mtoto mzuri. Hata saa hizi ndio tumetoka kuzika baba yako juzi, bado unakuja hapo unaanza kunikumbusha vitu zingine zenye hata jambazi habaki kuwa jambazi. Jambazi habaki kuwa jambazi mama. Mbona mnampaka mafuta mnamrembesha na ni mwizi. Na amekuwa akiua watu. Ameua nani? Babako aliua nani? Amekuwa akiua watu. Amekuwa akiibia watu. Amekuwa kwa matanga babako. Babako amekuibia. Sasa ndio mimi nasema kwa mtu mbaya. Mbona mtu mbaya hata mtu mbaya alikuwa mbaya na nini? Ndio mwisho mnampembeleza. Sasa wewe unasema alikuwa mbaya, alikuwa anakutandika. Kwanza wewe ni mtoto mkorofi. Mama mimi nasema mtoto mkorofi, hata Biblia inasema tandika yeye. Hapana, mimi nasema afadhali hata aibisha shetani. Sasa huwezi sema ati unasema uongo, na hata Biblia yenyewe imesema mtoto mkorofi afanye nini? Ni sawa. Aweko kiboko. Ni sawa. Lakini hii na mzazi ukitaka mtoto wako kwenda laini tandika. Sasa huwezi sema ati babako alikuwa mbaya, alikuwa anatandika. Hapana. Tangu nikiwa mdogo mliniambia niwe muwazi na niwe mkweli. Niaibishe shetani niwe nasema ukweli. Sasa umesema ukweli. Mtu akikufa ni mbaya, si ati ni mtu mzuri. Kama ni muwaji ni muwaji. Kama ni mtu mzuri ni mtu mzuri. Mama mimi nimeenda hata hiyo mambo sitaki. Ngoja hii watu wote waende ndio utajua babako alikuwa mtu wa muhimu sana kwa. Nimeenda. Kama alikuwa ni muwaji. Yaani ndio anakuja kunikumbusha vitu zenye anaanza kuniletea ile nini tulikuwa naona. Yeye anajua nilikuwa napenda mzee yangu kweli. Yeye anajua nilikuwa napenda mzee yangu kweli. Wacha kwanza akae ndiye atajua yenyewe kweli baba yake alikuwa mtu wa muhimu sana. Ajui maana ya kifo. Mimi sasa hivi niko ninashindwa nitaanzia wapi na malizia wapi. Kitu ya kwanza yeye mwenyewe ni mkorofi. Nitawezana na yeye. Afadhali baba yake angekuwa tungesaidiana naye. Sasa hii sijui itakuwa aje. Ni Mungu tu anisaidie kulea mtoto kwa sasa, sina otherwise. Mimi saizi nishabaki mjane. Sina la kusema. Mungu tu anisaidie.